Watu wakiritaya wakale. Wacha tu wakale waendelee. Si mnataka wakale? Ruto alipiga hesabu yake mapema. Hiyo ndio Kenya wakina Sifuna wanaona mnachanua hapa mapema. Alafu unapata Mjaluo mwenye hata jai vice president akapata, bali anasema 2 term. Anasupport mkale. 2 term. Sikia wenye wanaongea. Mr. Speaker. Wewe oda bwana. Mr. Speaker, kuna kitu niliongelea hapa. Na ningependa nichanue watu wa kwetu kwanza na waloya wenzetu ambao ni mashemeji wetu. Kuna kitu niliwaambia. Uongozi si ya kabila mbili. Inaniuma sana. Kama uongozi unatokanga tu Central, inapita mbio, inaanguka kwa wakale. Inatoka kwa wakale inarudi wapi? Central. Unasikia? Alafu sisi, wewe mtu wa Western, jiulize, wewe siku gani mtakuwa na kiongozi anaitwa president? Wewe siku gani Mjaluo ambaye uko hapa, unakuwa na rais ambaye anaitwa president? Kama Uhuru Kenyatta alikuwa na kesi na nani? Na Kindiki na niliwaambia na Ruto. Uhuru na Ruto walikuwa na kesi. Na nani alikuwa lawyer wao? Si ni Kindiki. Ndio wakajaribu juu chini, wakatoa Gachagua, waweke nani? Waweke Kindiki. Ruto amalize, awachie nani? Awachie Kindiki. So wewe unapiga hesabu gani? Juu Uhuru na Ruto walikuwa na kesi. Wakaweka Kindiki kama deputy. Ndio Ruto akimaliza, Kindiki aingie. So Kindiki atamaliza 2042. Ruto anamaliza 2032. Kindiki anarudi 2042. Kindiki na wajia Ndini Nyoro 2052. Ndini Nyoro na wajia Oscar Sudi 2062. Oscar Sudi akimaliza 2062. Sasa tukufe tu. Wana maintain, unasikia? Inarudi tena wapi? Tena Rift Valley. So Kalonzo amelaniwa, Wakamba wamelaniwa, Wajaluo wamelaniwa, Waluya wamelaniwa. Wewe uone mbele kwani? Wewe ukipewa kitu kubwa ni prime cabinet, prime minister, unapiga na makofi prime cabinet. Kwani mwezi mmoja mnaongoza hii Kenya siku gani? Bwana, kuna vitu vingine speaker. Wewe kama rafiki yangu kutoka Uluyani, mmelaniwa, wewe utaki president? Singienda ni France. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa sababu kama amesema kwamba wale ambao wanatafuta prime cabinet au wataka president, mimi pia naomba kwa unyenyekevu. Yeye pia resign kama prime cabinet ya hii bunge. Asante sana Mr. Speaker. Mtu yenye ina matunda inawindwa. Unasikia hiyo kitu? Mimi chini ya uongozi yako president, mimi najaribu tu kuchanua wana Kenya. Hii Kenya si ya kabila mbili. Tujaribu tuangalie mbele. Na kama kuna vijana wetu wametokea, Sifuna ametokea. Mwenye anapinga Sifuna zaidi ni mwe mwenzake. Babu Wina ametokea. Mwenye amejua yeye ni Muhindi. Anajua anatoka Ng'ombe, anajua anatoka Siaya, ni Mjaluo. Kwani nyinyi mmelaniwa nini? Wewe unalaniwa. Anasema wao si wewe. Asante sana Nakumicha. Mimi ni mzaliwa wa Butula, Busia County. Nafurahia kuwa mtoto Mluya. Mimi ni mtoto wa former JSU kwa regime ya Moi. Na nafurahia sana. Mimi nasema Mungu alaze roho ya baba yangu mahali pema peponi. Aliniachia roho ya simba. That's why ninamwakilisha. Nataka niseme hivi. Unajua mahali tumefika na mahali tunaenda. Lazima tujiulize mara mbili. Mimi nataka niseme hivi. Rigathi Gachagua yeye tunataka atuambie vizuri kinagaubaga. Ni nini anajua kuhusu maafa ya watu ambao wanakufa katika taifa la Kenya? Atuambie. Maana nyinyi mtachukulia Rigathi Gachagua hivi na kumbe Rigathi Gachagua hata mkono yake iko hapo, you never know. Kwa sababu Rigathi Gachagua huyu jamaa mwenye alikufanga alikuwa anatanga ni Albert Ojwang. Alipokufa Rigathi Gachagua ndo alikuwa the first person kutweet ati amekufa. Saa hii tumeona huyu mbunge mwenye amekufa
ameanguka na ndege. Rigathi Gachagua ndo amekuwa kwanza kutweet. Mpaka anacheka anasema amefurahia. Wewe utafurahia saa ile familia inaomboleza? Rigathi Gachagua kwa na akili mzuri. Anafaa apelekwe Mathare aende achunguzwe. Rigathi Gachagua apelekwe Mathare aende achunguzwe. Kwa sababu Rigathi Gachagua, mbona wakati Raila Amolo Odinga alikufa, Rigathi Gachagua ndo alicheka. Wakati Raila Amolo Odinga alikufa baba yetu. Saa ile sisi tunaomboleza kifo cha baba Raila. Rigathi Gachagua alikuwa anacheka. Kama Rigathi Gachagua ni mtu mzuri, mbona hakukanyaga bondo? Mimi nataka niseme hivi. I don't fear you. Mimi nitakwambia. Naona tutakubali. Rigathi Gachagua tunataka aende achunguzwe. Na mimi nasema serikali, Rigathi Gachagua anafaa kuwe under arrest. Rigathi Gachagua hata leo asilale kwa nyumba, akuwe under arrest. Maana Rigathi Gachagua yeye ndo analeta mchafuko katika taifa la Kenya. Nyinyi mtakuwa mnanyamaza, kumbe mko na nyoka ndani ya nyumba. Wewe utalala na nyoka kwa nyumba. Rigathi Gachagua ni nyoka. Wacha niwaambie, mimi nasema hivi. Na kwa maana mimi nawaambia, mimi ni mtoto wa former jeshi. Nilipandwa roho ya simba. Na mimi najua kila mtu mapua anaangalia chini, ataenda hapa chini. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi, Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Rais Ruto, Kipchumba Murkomen, Kindiki, nataka huu Rigathi Gachagua kesho niamke breaking news. Rigathi Gachagua kwa kamiti. Piga kelele hautaongea wewe. Amekaa kwa leso ya mama wewe. Thank you so much, Mr. Speaker. Nataka kustate here categorically. Mr. Rigathi Gachagua is the truthful man we have in the Republic of Kenya. Yes, unajua Mr. Speaker, umeuliza hivi. Umeuliza mambo ya ajali ya ndege, si ndio? Lakini I want to state here categorically. Mr. Rigathi Gachagua anaongea chenye serikali haiwezi taka kuongea na anajua aje. Rigathi Gachagua, nimesikia mwingine anauliza alijua aje. Wakati Rigathi Gachagua amekuwa Deputy President of Republic of Kenya, alinyimwa ndege. Tangu hiyo siku hajaitumia ndege, amekuwa tumetumia gari. But it's very unfortunate, Mr. Speaker, tusikuje hapa kwa floor tutanganyane. Alafu kesho uone William Samoei Ruto amepea bibi ya Johanna Ngeno kazi venye amezoea. Mtu akikufa, mwanasiasa akiuliwa, anampea kazi. Tulianza na ule mkibiaji anaitwa Kiptum. Bibi yake akapewa kazi. Tukakaa kidogo. Ong'ondo Were. Tukapata kijana wake bado amepewa kazi, akasukumiwa hiyo kazi. Tukakaa juzi, kuna mwingine anaitwa pale Cheptumo akapata CS. Na sasa hata nikiuliza wabunge hapa, CS Cheptumo ni CS wa nini? Hamjui? Kwa sababu na unasema 2 term. Bibi yake alipewa hata mimi sijui, mimi wa 1 term. Akasukumiwa hapo. Juzi mumeona amepea bibi ya mjane mwingine anaitwa Mama Ida Odinga kazi. Letu macho William Samoei Ruto. Don't make a point upee bibi ya Johanna Ngeno kazi kwa sababu tutakuuliza maswali. Hakuna venye now and then watu wanakufa mysteriously. CDF Ogora alikufa kwa ajali ya ndege. Tukapata black box. Ikapelekwa France hadi sasa hatujaipata jibu. So wakati tunakuja hapa kufanya mzaha, ujue tena ninasema. Ya mwisho, Mr. Speaker. Ya mwisho. Nataka kufanya wito hii kwa Gen Z wote Kenya mzima. In 2023 ama 2024 tulienda maandamano ya Gen Z kwa sababu ya mambo ya finance bill. Sisi wote tulitokea, wengine wakakufa. Sasa tunaomboleza mambo ya kina Rex Masai na wengine. Sasa the budget and appropriation committee about the chairperson ni yule kijana alitoka kwa Dede Nyoro akapewa kazi. Sasa yako na 197 page document. Wanataka sisi kuendorse
ama kutuwekea budget ya 4.9 trillion. 4.9 trillion Mr. Speaker. Lakini mtu anasimama hapo anasema 2 term. Budget ya last year ilikuwa 4.3 trillion. But as we speak, the State House tume-exceed with a 100 billion. Na mnatuambia hapa 1 term. Hiyo ni pesa yetu. Hiyo ni pesa ambayo ifanya rasilimali hapa nchini. Lakini ukikuja hapa unasema 1 term ama 2 term, lazima ukue headed. So mimi naambia Atandi hivi. Mheshimiwa Atandi, wewe tunajua ni wewe unafanya hii mambo ya budgeting. Na kuna kijana mwingine wetu anaitwa Kemani Kuria. Tafadhali hiyo kitu inaitwa 4.9 trillion. Angusha kabisa. Sisi kama wananchi tuko na deficit. Already hiyo tunafanya 50% ya deficit. Mr. Speaker, nikikuja kuongea hapa unataka pia nitoke. Niongezea 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Kwa sababu Mr. Speaker, hapa tunaongea mambo ya 1 term na 2 term. Very good. Wenye wanaongea 1 term kama mimi na viongozi wetu, kuongea ukweli wanatufrustrate. Hao watu wanasema 2 term, kuongea tu kweli wanatufrustrate. Lakini mimi nataka kuuliza vijana na viongozi wetu. Haswa mimi sitaki kuuliza mbunge wangu Udede Nyoro, maybe yeye ako na ujuzi wa maybe ya mambo ya budget. Lakini nauliza viongozi wengine, what do you know? Mimi nauliza mbunge wangu hapa Nairobi ambaye ni Mwenje, kwa hii document mmefichia wana Kenya nini? Tunajua hii budget ya mwisho ya katiba ama ya mwisho tunaenda elections. Hapo ndio unapatanga pesa mingi ziliibiwa. Wakati wa Uhuru tulisikia frustration na tukasikia allegations. So tunawaomba wanasiasa wetu, hii document tunataka public participation. Tunataka tuitwe hapa. Na mimi nataka kuuliza kwanza president wa bunge la mwananchi, ito wabunge kama waina hapa, uone kuna wengine watapotea. I'm 100% sure kama si Babu Owino ama mbunge mwingine hapa Nairobi wenye anajua mambo, ukiita wabunge wengine hapa watapotea kwa sababu they don't know. So I challenge you, kama wewe ni mwana bunge ama ni mbunge umechaguliwa na unataka kura 2027, kwanza kuja hapa Jakaranda utuelezee kinagaubaga hii document umeficha nini. Asante sana. Very good. You are very. Mimi nikiongea, Mr. Speaker, mambo ni magumu. Na Mr. Speaker, ukiangalia Kenya mahali imefika saa hii, Mr. Speaker, Ruto anaenda nyumbani. Na wacheni kudanganya huyu mtoto wa Kale huyu, kila siku unamdanganya hapa, watu wanakuja hapa wanasema ati Ruto ni 2 term. Sujakataa. Lakini ile siku tunapatana kwa debe tarehe 10 next year, mwezi wa 8, ndiye kuna watu watakuja hapa kuongea tena, because Ruto aliona vile umekula pesa yake na ameenda nyumbani. Sikudanganyi, kuna wengine watakufa huku Sigoi. Ukiangalia pa region saa hii, ukiangalia hapa Central, hapa tu. Hapa Central, hapa ikue huko ama ikue wapi? Nasema hapa Central, watu Ruto tawe. Ukienda Nakuru, Ruto tawe. Hiyo ni Rift Valley. Kipsigis Lewi, wanalia mtoto yao, wataki Ruto. Unaona? Kienda Kisii, wataki Ruto. Ukikuja Luyani, 70% wataki Ruto. Ukienda Coast imebeba Wajaluo, imebeba Wakikuyu, imebeba Wakalia kuna, imebeba Wakamba, imebeba Waluya. Hao watu wajua wapigani kura. Juu ni kabila gani wanapiga kura? Wapigani Waarabu wajui kupanga line. Ndiye bado unakuja unamwambia tu ni 2 term. Just come to Nairobi. Mahali tuko hapa, Wakale ni 12. Na si tafadhali, kama kuna mkale hapo kando yako, abebe mkono yake. Hakuna. Hapa Nairobi tuko na Wakikuyu, tuko na Wajaluo, na tuko na Waluya, tuko na Wakamba na tuko na Wakisii. Oria wako hapa pia ni wachache. Na wote Wajaluo wengine pia wale wanasema 2 term. Ndugu yangu, sasa Ruto atapata kura wapi? Alafu mtu anasema
Hadi nani